Tumsifu Yesu Kristu. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu, pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri ya ndoa kuwa ni lango lenye mafanikio na ndilo lililoteuliwa na Mungu kuachilia baraka za familia, taifa na ulimwengu pia. Ndoa ninayozungumzia hii sio ndoa ya maroboti na wanadamu, sio ndoa ya watu wa jinsia moja, sio ndoa ya wanawake kwa wanawake, sio ndoa ya wanaume kwa wanaume, sio ndoa ya mwanadamu na mbwa au kiumbe chochote. Ndoa ninayozungumzia hii ni ndoa ya mke na mme ambao ni halali kabisa kimaandiko, sio kwenda kuvamia ndoa ya mwingine. Ni ndoa halali kimaandiko, ndiyo tunayoizungumzia leo. Lango la ndoa ya mke na mme ni lango muhimu sana kwa Mungu wa mbinguni. Unajua ni kwa nini? Ndiyo maana Mungu alipotaka kushusha baraka na neema, aliangalia ndoa na familia imara na akashusha baraka nyingi ambazo mpaka sasa hivi zinadumu katika mataifa yote na tunazipata, tunaziona. Kwa maana hiyo, ndoa imara ni zaidi ya kikundi cha kanisa. Ndoa imara na familia imara ni zaidi ya kikundi cha dini. Ndoa imara na familia imara ni zaidi ya taifa lenye mgogoro siku zote. Ndiyo maana tunapozungumzia ndoa, ni fumbo la Mungu ambalo ni takatifu, ambalo wengi hawajawahi kulijua, na wengine wanaolijua wameshindwa kusimama katika lango hili kuzuia laana, na wengine wanaojua wameshindwa kusimama imara kwenye lango hili kuzuia laana zote za ulimwengu, ili kuachilia baraka za Mungu ziweze kupita pale na kuweza kunenepesha watu wote. Mungu alipotaka kuleta mabadiliko duniani, alitumia ndoa imara na familia imara. Hajawahi Mungu kutumia kikundi cha dini au kikundi cha kanisa chochote hata siku moja. Biblia iko safi sana, iko vizuri sana, imeweka wazi sana. Tutaangalia mifano mitatu muhimu ambayo inatuthibitishia kwamba ndoa ndio lango la milango ya baraka katika familia, katika taifa na ulimwengu pia. Tukianza na ndoa imara ya Nuhu. Ndoa imara ya Nuhu ni chanzo cha neema na baraka duniani kote. Ndiyo maana hata wewe unaishi kwa sababu ya Nuhu kusimama imara katika familia yake na kupata kuiokoa familia hiyo, na kaja akabarikiwa, tukazaliana sana mpaka leo duniani kote tumetapakaa pande zote. Tutasoma Mwanzo 9 mstari wa 1, inasema, Mungu akambariki Nuhu na wanawe, akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi. Umeona? Tutaiangalia pia ndoa imara ya Ibrahimu ni chanzo cha neema na baraka duniani kote na mataifa yote. Rejea Mwanzo 17 mstari wa 5, inasema, wala jina lako hutaitwa tena Abramu, lakini jina lako litakuwa Ibrahimu, kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi. Umeona? Ibrahimu alipewa ahadi na Mungu, mataifa yatajibarikia
kwake. Na kweli tunathibitisha watu, tunasoma andiko hili, muasisi kabisa wa imani ni Ibrahimu. Ndio uzao ulioenda utumwani Misri, ukakaa utumwani, ukapewa maono. Ndio Musa, muasisi wa Agano la Kale, pamoja na kwamba hakutufikisha Kanaani. Tukienda kuangalia familia ya tatu na ya mwisho ambayo imeweka msingi imara kama jiwe la msingi lisilotikisika kamwe. Familia imara ya Yusufu, mlezi wa Yesu, ni chanzo cha neema na baraka duniani na ulimwenguni kote. Mathayo 1 mstari wa 18 hadi 21 na 24 hadi 25 nitasoma kama ilivyoandikwa. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi: Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye atazaa mwana, nawe atamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Naye Yusufu alipoamka katika usingizi, alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwagiza, akamchukua mkewe, asimjue kamwe, hata alipomzaa mwanawe, akamwita jina lake Yesu. Umeona? Kwa hiyo Yesu Kristo alishuka kupitia familia imara. Yesu Kristo asingeweza kushuka kwenye familia ya baba mmoja, asingeweza kushuka kwenye familia ya baba ambaye anafukuza wanawake, anaoa wake wengi. Ilibidi ashuke kwenye familia ambayo ina maadili na ina hofu ya Mungu, iliyosimama na kusikiliza sauti ya Mungu katika uwezo wa Roho Mtakatifu. Hii ni ndoto tu, lakini ilimpa nguvu na akaenda Misri kukimbia, wakati watu wengi sana katika dunia hii wanaota ndoto lakini wanafikiri wameshiba ugali mkubwa. Maana yake ni nini? Tunapozungumzia familia imebeba tunu la familia yenyewe husika, tunu la taifa pia, tunu la ulimwengu pia. Kama tunavyoona, Yesu huyu sasa hivi anahubiriwa ulimwenguni kote, lakini hakushuka kwenye dini yoyote, hakushuka kwenye kanisa lolote. Alishuka kwenye familia ya baba na mama, akalelewa vizuri na misingi iliyosimama imenyoka, akapata kuja kukamilisha mission yote. Maana yake ni nini? Angeshuka kwenye familia ambayo sio imara, inawezekana baba angekimbia mama na mtoto, akaishi Yesu katika mazingira duni sana. Au inawezekana angeshuka kwenye familia ambayo sio imara, mama angekimbia familia na mtoto, akamwacha baba na mtoto. Yesu akaishi katika mazingira mabaya sana, na pengine asingekaa katika msingi imara, tukaja kushindwa kupata wokovu, kwa sababu malezi pia ya Yusufu yamechangia Yesu kumlea ili apate kukua na kuongezeka na kuja kumaliza mission yote ya kunikomboa mimi na wewe. Ndoa imara na familia imara imebeba package ya baraka za ulimwengu. Unaona, Yesu Kristo ananena katika ulimwengu, linda ndoa yako wewe uliyoko kwenye ndoa halali, ili baraka za Mungu zimiminike daima. Kumbuka jambo hili, usisahau hata siku moja. Watu wengi waliokuwa wa kwanza kuvunja agano hili la ndoa iliyoanzishwa na Mungu kuwatumia wasisi wetu Adamu na Eva, wanapata changamoto kubwa sana. Wameshindwa kurejesha ule upendo wa mwanzo, kurejesha heshima ya mwanzo, kwa sababu wamekuwa sosi, wamekuwa chanzo cha kuvuruga hili agano la Mungu aliloliagana mwenyewe kabisa na wazazi wetu Adamu na Eva. Hivyo ndoa ni taasisi muhimu sana kwa Mungu na dunia pia. Shetani anajua hilo, ndiyo maana vita vingi vilipiganwa sana kwenye ndoa ili avuruge lengo la Mungu katika familia, kwa sababu anajua shetani kabisa kwamba Mungu akitaka kushusha baraka za ulimwengu anatumia familia moja
iliyo imara, na aliona kuanzia kwa Adamu baba yetu, na akaja kwa Nuhu, na akaja kwa Yusufu. Ndiyo maana ndoa nyingi zinalia kwa sababu ya kutojua siri hii. Jambo hili tunalishinda kwa sababu moja tu, ya kumwalika Yesu Kristo katika ndoa zetu muda wote, usiku na mchana, kwa kuomba ulinzi katika lango hili lilindwe na makerubi masaa 24 ili baraka za Mungu zipate kumiminika. Lakini pia tunashauriwa hata mtoto aliyeko kwenye ndoa alinde ndoa ya wazazi wake kwa maombi makubwa, ili wazazi wake wasitengane akakosa neema ile ambayo iko mbele yake, kwa sababu chanzo cha maisha kufeli kinatokana na wazazi kushindwa kusimama imara katika ndoa takatifu ambayo Mungu mwenyewe aliiachilia katika bustani ya Edeni. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.